Kazi ya pili ya Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kazi nyingine, Roho anatutakasa. Unaandika pale kazi ya pili, kututakasa. Roho Mtakatifu anatutakasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kutakaswa ni nini? Ni kuoshwa dhambi. Amen. Ana. Ni kuoshwa nini? Dhambi. Sasa Roho Mtakatifu anatutakasa, anatuosha dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasoma Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 11. Wakorintho wa kwanza 6:11. Unaweza ukasoma pia Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 2. Kututakasa, kazi ya tatu hiyo. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 2. Unaweza ukasoma pia Wathesalonike wa pili sura ya pili mstari wa 13. Mtanisamea muda wa kusoma hamna. Naamini vitawasaidia nyumbani. Amen. Kazi nyingine, Roho wa Mungu anatuongoza. Amen. Hapa tunasoma Warumi 8:14. Warumi 8:14. Roho wa Mungu anatuongoza. Warumi 8:14. Inasema hivi: kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa nani? Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanya wana wa nani, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho wa Mungu ana kazi ya kutuongoza sisi. Ina maana wakati unakumpokea Roho Mtakatifu unakubali kwamba akuongoze, na kama unakataa kuongozwa na Roho Mtakatifu ina maana wewe sio Mkristo. Amen. Roho wa Mungu anatuongoza. Warumi 8:14. Unaweza ukasoma pia Yohana 16 mstari wa 13. Amen. Hiyo ni kazi nyingine. Roho wa Mungu anatuongoza. Na katika kuongozwa Roho wa Mungu, wakati unapokuwa kwenye huduma, wakati umetumwa na Mungu kwenye huduma, tuchukue mfano, unatoka hapa, Mungu amekutuma uende ufanye kazi Tennessee. Anakuambia toka hapa Luvu nenda Tennessee ufanye kazi. Utakwenda kwenye kanisa 1, 2, 3, si ndio? Unatoka hapo unaenda. Kuna uwezekano njiani Roho Mtakatifu anakukatalia huku usiende, nenda huku. Amen. Amen. Ni kama Paulo, naomba tusome. Paulo alikataliwa na Roho asiende sehemu ambayo alikuwa anapangiliwa kwenda. Roho Mtakatifu akampenyeza nafasi nyingine. Kwa hiyo kuna uwezekano unapoongozwa na Roho kwenye huduma, kuna uwezekano Roho akukwepeshe, akukatalie, stop, usiende hapa, nenda hapa. Amen. Amen. Unasoma Matendo 16, utaona jinsi Paulo alivyokataliwa kwenda sehemu na Roho Mtakatifu. Matendo 16 mstari wa 7. Matendo, usisome muda. Matendo 16 mstari wa 7. Unaweza ukasoma pia Matendo 20 mstari wa 22 hadi 23. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huduma nyingine, kazi nyingine ya Roho. Roho huumba tabia ya tunda la Roho ndani ya mtu. Huumba tabia ya tunda la Roho ndani ya mtu. Ni yale matunda 9
ambayo nimewaambia nitayataja baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapokuwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anakwenda kuzalisha matunda yake ndani ya mtu. Na baada ya watu kuona matunda ya Roho Mtakatifu ndani yako, ndio watu wanasema huyu mtu anaongozwa na Roho. Amen. Amen. Lakini kabla hayo matunda hayajaonekana bado, na maana bado ngali na mapungufu. Hayo matunda nimesema nitawataja baadaye. Utasoma Wagalatia. Haya matunda utayapata kwenye Wagalatia 5:22 mpaka 23. Kazi ya Roho kuumba tabia ya tunda la Roho. Amen. Amen. Hayo matunda utayapata kwenye Wagalatia 5 na mstari wa 22 hadi 23. Lakini kazi nyingine ya Roho wa Mungu hutusaidia kuomba. Roho anatusaidia kuomba. Amen. Roho wa Mungu anatusaidia kuomba. Unasoma Warumi 8:26. Tunasoma. Roho wa Mungu hutusaidia kuomba. Warumi 8 na mstari wa 26 tunasoma. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Amen. Naomba tufuate maandiko hapa vizuri. Tumesema Roho wa Mungu ana kazi ya kutusaidia kuomba. Warumi 8:26. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Kila mtu ana madhaifu yake, si ndio? Kila mtu ana madhaifu yake, si ndio? Sasa katika madhaifu tunasaidiwa na Roho. Sikiliza andiko. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Wengine wanalala wanashindwa kuomba. Haya. Roho anatusaidia udhaifu wetu. Unaweza kutusaidia sana. Kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Wewe unaambiwa uombee Kongo, unaanza kugusa kuombea kanisa. Amen. Kuna watu unawapa hitaji la kuombea kanisa. Bwana wewe hapa umekupa hitaji kuombea kanisa tu. Sasa anakwenda kugusa kuombea amani ya Kongo. Sasa ule ambaye amepewa amani ya Kongo ataombea nini? Sasa katika kuomba lazima upangilie Roho. Amen. Lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Roho wa Mungu hutusaidia kuomba. Hiyo ni kazi nyingine ya Roho wa Mungu. Kazi nyingine, Roho wa Mungu hutuombea kwa kuugua. Amen. Amen. Neno kuugua, tunasema hutuombea kwa kuugua. Roho ana kazi ya kutuombea kwa kuugua. Unasoma Warumi 8 hapo na 26. Sasa neno kuugua lina maana ya kwamba kushughulikia haja zetu zote. Amen. Roho wa Mungu anashughulikia haja zetu zote. Na ndio maana tunasema kwamba hata kabla wewe haujaomba, Roho Mtakatifu tayari ameshajua huyu mtu anahitaji fulani. Amen. Amen. Unasoma Warumi 8:26. Ukweli ni kwamba hakuna awezaye kutuombea isipokuwa ni Roho Mtakatifu tu. Pale tunapoomba na kutarajia kupata majibu, ni yeye Roho ndiye msaidizi wetu wa kutuelekeza jinsi ya kuomba ipasavyo kusudi tupate majibu ya kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Hiyo ni kazi nyingine ya Roho. Roho anatuombea kwa kuugua. Kwa kuugua.
ina maana anatusaidia kushughulikia haja zetu zote. Roho anajua Mkristo ana haja fulani, anatusaidia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi nyingine, Roho wa Mungu anaiuisha miili yetu. Kuiuisha miili yetu. Ukisoma Warumi 8 mstari wa 11, soma. Bernard soma. Warumi 8:11. Warumi 8:11 soma. Ndio. Tunasoma Warumi 8:11, Biblia inasema lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho Mtakatifu anaiuisha miili yetu. Kuiuisha ina maana nini? Kwa mtazamo wa nje utajua kwa chini ya kaswa njia kama tu. Ndivyo? Kwa hiyo Kiswahili utajua kuiuisha miili. Kwa Kiswahili ni kigumu. Unaweza kudhani kwamba Roho Mtakatifu sasa atataka kuuisha miili yetu kuua. Kuuisha, neno kuuisha ina maana nini? Kuuisha maana yake ni kuipa uzima. Kuipa uzima kwa sababu tunapokuwa katika dhambi, mtu anapokuwa katika dhambi anakuwa ni mfu. Amen. Amen. Umekufa. Sasa wakati unapopokea Roho Mtakatifu anaupa mwili wako uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno kuisha maana yake ni kuipa uzima, kutia nguvu, kufufua mwili. Amen. Kufufua mwili ambao umezama katika dhambi. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaweza ukasoma Waefeso 2 na mstari wa kwanza, itakupa maelezo pia. Waefeso 2 mstari wa kwanza, ukisoma pale itakupa maelezo. Kazi nyingine ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hutuwezesha kufikia uwana. Uwana ni nini? Uwana ni hatua ya juu ya kulingana na Mungu katika Kristo Yesu. Amen. Ukizidi pale unapookoka unapewa uwezo wa kuwa mtoto wa Mungu. Tunasoma Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Nataka nieleze hapa kidogo. Kwenye Kiingereza wanatofautisha vizuri hapa. Kwenye Kiingereza wanasema hivi. Mtoto ni child, si ndio? Mtoto ndo nini? Child, si ndio? Lakini mwana ni nani? Ni son. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waingereza hao. Child na son. Amen. Unapompokea Roho, hatua ya kwanza unakuwa mtoto. Unakuwa mtoto wa Mungu. Lakini pia unapozidi kunyenyekea chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anakufanya kuwa mwana wa nani? Wa Mungu. Na unapokuwa mwana wa Mungu, una haki zote za kurithi wa mbinguni. Una haki zote za kurithi mali, kila kitu cha mbinguni. Tunasoma. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Warumi 8:16. 16 mpaka 17. Warumi 8:16 mpaka 17. Tunasoma. Soma hapo mtumishi. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Amen. Na kama tu watoto, basi tu warithi wa mbinguni. Amen. Pamoja na Kristo na tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko haraka, tunapigana na muda. Kazi nyingine, Roho wa Mungu anatufariji, ni mfariji. Amen. Ni mfariji. Yesu alijua kwamba baada ya kifo na akipanda mbinguni, lazima wanafunzi wake watabaki kama mayatima. Amen. Lazima wanafunzi watabaki kama wanani? Mayatima. Na mtu anapobaki kama yatima lazima apate mfariji. Sasa ndio maana alisema kwamba mimi nikienda, ninapokwenda lazima Baba atawatumia mfariji. Amen. Atawatumia nani? Mfariji. Alijua kwamba lazima mimi nikiondoka, hao wanafunzi lazima wapitie mambo magumu. Lazima wapitie mambo magumu. Na katika haya mambo magumu lazima wapate mfariji. Na mfariji ambaye atatumwa kwa fariji ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Sema amen. Kwa hiyo kazi nyingine ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anatufariji. Kazi nyingine, Roho Mtakatifu hututunza na kutuwezesha kuishi katika usafi wa roho. Amen. Hututunza na kutuwezesha kuishi katika usafi wa roho. Nasoma Wagalatia 5:16. Unaweza ukasoma pia Wagalatia 5:17 mpaka 18. Utapata hayo maelezo. Usafi wa kiroho ni maisha ya kumpendeza Mungu. Ina maana Roho Mtakatifu anakuwezesha kuishi maisha ya kimungu, maisha matakatifu. Amen. Kazi nyingine, Roho Mtakatifu ana kazi ya kufafanua neno la Mungu. Amen. Sijui tuko pamoja? Baraka zilizo katika wokovu nilizozipata kwa Mungu, nilipoungama makosa na dhambi kwa Yesu Mwokozi wangu, na shiba rohoni kwa moto ana kazi ya kufafanua neno la Mungu. Unasoma Wakorintho wa kwanza 2, Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 9 hadi 10. Kufafanua neno la Mungu. 2:9 hadi 10. Amen. Kazi nyingine, Roho Mtakatifu anatufunulia mambo yajayo. Roho Mtakatifu anatufunulia mambo yajayo. Utasoma Yohana 16 mstari wa 13 mpaka 14. Anatufunulia mambo yajayo. Unaweza ukasoma pia Amosi 3 mstari wa 7. Roho Mtakatifu anatufunulia mambo yajayo. Lakini pia kazi nyingine ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anatupa nguvu. Amen. Roho Mtakatifu anatupa nini? Nguvu. Roho Mtakatifu anatutia nguvu ya kutenda kazi ya Mungu. Amen. Unasoma Matendo sura ya 1 mstari wa 8. Unaweza ukasoma pia Matendo sura ya 2 mstari wa 1 hadi mstari wa 8. Kwa hivyo utapata maelezo pale. Anatupa nguvu. Roho wa Mungu anatupa nguvu. Unasoma Matendo sura ya 1 mstari wa 8. Lakini pia utasoma Matendo sura ya 2 mstari wa 1 hadi mstari wa 4.
Amen. Kazi nyingine, Roho Mtakatifu anatupa karama na kuziwezesha kufanya kazi. Amen. Roho Mtakatifu anatupa karama na yeye mwenyewe anaziwezesha hizo karama kufanya kazi. Hiyo ni kazi nyingine ya Roho Mtakatifu. Utasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4 hadi 11. Soma. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 4 hadi 11. Hadi 11. Basi kuna tofauti za karama. Ndio. Bali Roho ni yeye yule. Ndio, tusikilize. Tena pana tofauti za huduma. Amen. Lakini Bwana ni yeye yule. Yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi. Amen. Bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Amen. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Amen. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote kuzitenda Roho yule mmoja. Yeye yule akigawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Makofi kwa Roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Roho anatupa karama na yeye mwenyewe anaziwezesha kufanya kazi. Tayari nimeshatoa karama za Roho na matunda ya Roho nimeshayatoa, si ndio? Nani hajayasikia? Tayari nimetoa matunda na karama tayari nimeshazitoa, lakini nitawatambulia vizuri. Amen. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu anatupa karama na kuziwezesha kufanya kazi. Tumesema Roho Mtakatifu ana kazi nyingi. Tunaweza tukakesha hapa kuchambua kazi za Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hiyo kwa haya machache basi naomba tuishie hapo. Tumezungumzia kwamba tumeanza kuchambua masuala ya Roho. Tumeona elimu inayofundisha masuala ya Roho inaitwa pneumatolojia kwa Kiswahili. Tumeanza. Alafu tumechambua roho, nafsi, mwili na moyo. Na pia tumeona maelekezo, tumeona kazi za Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tumesema kwamba Roho Mtakatifu anahakikishia mwenye dhambi hukumu. Amen. Lakini pia Roho Mtakatifu anatufundisha na kutukumbusha kweli yote ya Mungu. Amen. Roho Mtakatifu anatutakasa. Kazi za Roho. Roho Mtakatifu anatuongoza. Kazi ya Roho. Roho Mtakatifu huumba tabia ya tunda la Roho ndani yetu. Amen. Roho Mtakatifu hutusaidia kuomba. Lakini pia Roho Mtakatifu hutuombea kwa kuugua. Roho Mtakatifu pia anauisha miili yetu. Roho Mtakatifu hutuwezesha kufikia wana. Roho Mtakatifu anatufariji. Kazi za Roho Mtakatifu. Amen. Lakini pia hututunza na kutuwezesha kuishi katika usafi wa kiroho. Kazi nyingine, Roho Mtakatifu ana kazi ya kufafanua neno la Mungu. Roho Mtakatifu anatufunulia mambo yajayo. Amen. Anakufunulia mambo yajayo. Hapa tunaweza tukachambua tena, lakini ya muda hakuna. Roho Mtakatifu anatupa nguvu ya kutenda kazi ya Mungu. Amen. Ukiona mtumishi Rama hapa analalamika kwa neno la Mungu, hizo nguvu ni za nani?
ni za roho. Amen. Unaposikia sauti ya radi inapasua kabisa jengo, sio yeye, ni roho. Amen. Ni nguvu ambazo watumishi wanaokubali kuongozwa na roho wanazozipokea, wanapokea nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nguvu unazozitumia kwa kutenda kazi ya Mungu sio nguvu zako binafsi, ni Roho Mtakatifu. Amen. Anatupa nguvu. Roho anatupa karama na kuziwezesha kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba uandike kwa haraka haraka matunda ya Roho Mtakatifu. Andika matunda ya Roho Mtakatifu. Matunda ya Roho Mtakatifu. Number 1, upendo. Amen. Upendo. Matunda ya Roho Mtakatifu ni 9. Matunda ya Roho Mtakatifu ni 9. Number 1, upendo. Namba ya 2, furaha. Amen. Amen. Tumeyasoma kwenye Wagalatia, si ndio? Lakini nyingine amani, andika amani. Nyingine andika uvumilivu. Watu wengi wanashindwa kuwa na uvumilivu. Amen. Uvumilivu ni tunda la Roho. Utu wema. Utu wema, tunda lingine. Tunda lingine fadhili. Tunda lingine uaminifu. Ukipewa hela unakula hela za watu, wewe sio mwaminifu. Si ndio? Unajua Wakristo wanapimwa kwa hela. Ukitaka ujue kwamba mtu ni Mkristo, wewe mpime hela. Hata kwenye masuala ya kanisa haya, mpe mtu mfuko wa kanisa. Kama ukitaka kuona huyu mtu ni Mkristo huyu, mpe mfuko, achunge mfuko wa kanisa. Utaona. Watu wengi wanaanguka. Amen. Uaminifu unapotea. Hebu natoa ripoti ya hela. Uaminifu hakuna. Amen. Kwa hiyo watu wengi wanapoteza uaminifu kwenye masuala ya pesa. Lakini mimi namshukuru yule ndugu already. Yule ndugu ni mwaminifu. Amen. Hebu na sijasema kwamba wewe unakula hela ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Yule ni mwaminifu na tunamkubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tumesema uaminifu. Tunda lingine upole. Na tunda la mwisho kiasi. Yameenea 9, si ndio? Tunaenda andika karama 9 ya Roho Mtakatifu, karama zake. Andika kwa haraka karama 9 ya Roho Mtakatifu. Karama 9 za Roho Mtakatifu. Tunapotaja hizi karama unajiuliza, je, mimi nina karama gani? Si ndio? Tukitaja hapo unajua enole yani. Nanga matawete ndio ulivyotoka kabisa. Kama hauna hizi karama hapo ina maana ulipokuwa ungana. Amen. Unaomba msaada wa maombi. Karama ya kwanza, neno la hekima. Ukiwa na hekima, hiyo ni karama ya Roho Mtakatifu. Amen. Wenye hekima wote ni karama ya Roho Mtakatifu. Andika neno la hekima. Karama ya pili, neno la maarifa. Amen. Bernard amesoma pale, si ndio? Amezisoma pale. Kama ulifuata Bernard alisoma karama pale. Nimesema neno la maarifa, si ndio? Karama nyingine, karama ya imani. Imani. Neno la Mungu linasema tukiwa na imani tutasema mlima toka hapa nenda pale, si ndio? Nani ana kiwango cha imani kama ile? Bernard tunao. Unasema kwa jina la Yesu, wewe mlima toka hapa, hamia pale, mlima unahama. Neno la Mungu linasema tukiwa na imani tunasema wewe kanisa hili toka hapa nenda ukae kwenye ploti ya madibisho. Hili jengo linatoka hapo linaenda kule. Tutakwenda hivi viwango vya imani kweli? Imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo imani, karama ya imani ni karama ya Roho, karama ya uponyaji. Amen. Sio kila mtu ana karama ya uponyaji, tusivamie karama, na hili tulijue, na ndio maana kuna siku fulani nimesema kwamba mapepo yanavamia watu, si ndio? Yanatukana hata watu wazalani hapa. Ukiombea pepo hapa, mwenye pepo unamwombea pepo, anakuaibisha hapa, anafunua. Amen. Anafunua hapa kwamba wewe unaniombea, mbona wewe jana umefanya uasherati hapa? Sasa unaaibika hapa. Lakini pia kuna watu wale ambao wamepata neema ya kuwa na karama za uponyaji. Ni kusema neno moja tu, kwanza tu pepo kuona mtu yule alina karama ya uponyaji, huyu mtu mtumishi wa Mungu hana budi kuongea. Pepo ikikutanana na maji ya mtumishi inaondoka. Amen. Mimi nimeshuhudia mtumishi mmoja kwetu Chonwe, Kongo. Alikuwa kwenye kanisa, alifikia kwenye kanisa la pepo. Alikuwa anafanya kazi, sijui utakumbuka. Ukitoka kwenye pepa unashuka mteremko kwenda kwenye barabara kuingia pale. Kwa wale watu wa Chonwe. Yule mtumishi hakuwa na muda wa kuongea neno. Wanaleta mtu wa mapepo, wanaweka pale, inabidi tu mgonjwa amuone mtumishi hivi, pepo inaondoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni karama, na ndio maana tunasema hapa tunapoita wagonjwa hapa, usivamie kuja hapa kama wewe haujipangi vizuri. Tujue vizuri. Wagonjwa wanapoitwa hapa, sio kila mtu ana karama ya uponyaji. Na ndio maana hata kwenye maombi, vyumba vya maombi, utachoka na kuomba, pepo iko pale pale. Hauna karama ya uponyaji. Lakini mtu mwingine ni kusema 1 2 3 pepo inaondoka. Amen. Ana karama ya uponyaji. Karama ya miujiza. Unaandika karama nyingine, karama ya miujiza. Karama ya miujiza. Kufanya miujiza. Sio miujiza ya kidunia, miujiza ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hii sio miujiza ya kifrimason hii. Hii sio miujiza ya kifrimason. Ni miujiza ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muujiza wa kwanza Yesu amefanya nini? Kulisha watu wangapi? Watu wangapi mtumishi? Aliwalisha kwa mikate mitano na samaki wangapi? 5. Mkutano mkubwa wa watu, si ndio? Miujiza kama hiyo. Roho Mtakatifu anakuwezesha kuokoa waombolezi wote wa Luvu. Ni muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona maombolezi wote wanakuja kuingia hapa. Nani amewaleta hapa? Muujiza kwa Gaston. Roho Mtakatifu amempitia, amezunguka Luvu mzima kuhubiri waombolezi wote wamejaa hapa. Muujiza huo wa Mungu. Ameongozwa na Roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio muujiza ambayo Roho Mtakatifu anayofanya. Karama hiyo. Amen. Amen. Sio miujiza unatufanyia miujiza ya kukunywa sigara, kufanya kunywa pombe, hapana. Hiyo hapana. Amen. Karama ya unabii. Karama ya Roho, karama ya unabii. Sio kila mtu ni nabii, lakini manabii wamejaa ulimwengu sasa. Kila mtu ni nabii. Kila mtu ni nabii. Kila mtu ni nabii. Kuna watu wamepewa karama za unabii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nabii ni mtu anapokea ujumbe kutoka kwa Mungu anaopeleka kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa manabii wanatuletea uongo mtupu. Wewe sio nabii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karama nyingine. Karama ya kupambanua roho. Tuwe makini katika kupambanua roho. Unaweza kama una karama ya kupambanua roho, unaweza kufikia viwango vya kukufuru. Na unaweza kuumia. Mtu aliye na karama ya kupambanua roho akisikia huyo ananena kwa lugha mbalimbali, huyo ananena kwa lugha mbalimbali, anasema huyo sio roho wa Mungu, huyo ni roho wa Mungu. Amen. Anasema hizi ni pepo, muombee huyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tuwe makini, watu wengine wanavamia, akiona mtu anajazwa na roho, anaanza kusema kwa hisia,
haujawa na karama ya kupambanua roho, si ndio? Wewe kama ni roho wa uongo, mwache na uongo wake. Bwana Yesu asifiwe. Atakayepambanua hiyo roho ni nani? Ni yule aliye na karama ya kupambanua roho. Sasa wewe mtu anajazwa kwenye chumba cha maombi, unaanza kusema unaona kilo ikela. Sasa wewe unafanya una karama ya kupambanua roho? Hauna. Sasa kama hauna karama ya kupambanua roho, stop. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliye na karama ya kupambanua roho anasema huyo ni roho wa Mungu, hizi ni pepo, muombe. Amen. Aina za lugha. Aina za lugha, karama, aina za lugha. Lugha takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lugha takatifu ni karama nyingine ya roho, na mwisho kutafsiri lugha. Bwana Yesu asifiwe. Kutafsiri lugha. Kwenye maombi unaweza ukapata ujumbe, watu mtu amejazwa anaandika anafanya mkono hivi, si ndio? Sasa unaona anaandika ile Qur'ani ile tayari unasomeka. Ukiona hivi sio maandiko, sio nini? Ni maandiko ya kiroho, si ndio? Amen. Sisi mimi nilishukuru Mungu, kuna mtumishi mmoja ni hapa. Ndio maana nasema watu msijidharau. Tuko naye hapa humu kanisani. Aliwahi kujazwa akaandika nyaraka, akanipa mimi. Nikaambiwa hizo nyaraka, nikaenda kuzisomea, akanipa hizo nyaraka uweke kwenye maji unywe. Bwana Yesu asifiwe. Na wahakikishia nilipofanya hivyo nilikuwa najisikia vibaya, nikawa mzima kabisa. Nilijisikia vizuri. Usidharau kabisa. Usidharau mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo karama ya kutafsiri lugha ni karama ya Roho Mtakatifu. Mtu amejazwa anafanya mkono hivi. Mpe kalamu, mpe karatasi. Anaanza chaka, ndio? Lakini sasa hizo chaka ukionyeshwa hivi nini? Lakini sasa ukipeleka hizo chaka kwa mtu mwingine aliye na karama ya kutafsiri lugha, atakwambia Mungu anataka ufanye hivi, Mungu anataka ufanye hivi. Na Mungu atubariki. Amen.